Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Bwana wa majeshi. Nami si mwingine ni yule yule mama wa kijito cha utakaso. Nimekuja kuwaletea neno la usiku wa leo. Ninapenda kujitambulisha, ninaitwa Deborah Charles Nyagaa. Namba yangu ni 0746 26 29 74. Basi leo nimekuja na kichwa cha somo kinachosema habari za kumtafuta Mungu kwa bidii. Nimeandika hivi: jifunze kumtafuta Mungu kwa bidii, naye ataonekana, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Naona wanitafutao kwa bidii. Kwa hiyo nimesema jifunze kumtafuta Mungu kwa bidii, ataonekana kwako kwa viwango vya ajabu. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Anaendelea 19, matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu, niwarisishe mali wale wanipendao. Kumbe Mungu anawajua wanaompenda. Tena nipate kuzijaza hazina zao. Hilo ndilo neno la Mungu. Acha tuombe kwa ajili ya ufafanuzi. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua, ninakutukuza. Mwokozi mwema, asante kwa neno ulilonipa niweze kulifunua kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, ninaomba Roho wako Mtakatifu anaweza kulifunua neno katika utakatifu wake, katika nuru yake, katika mwanga sawa sawa na neno lako. Umesema neno lako ni taa ya miguu yetu, vile vile ni mwangaza wa njia zetu. Nami Bwana, ninapoenda kulinena kwa makutano, ninaomba Mungu ukajifunue kwa upya, ukajifunue kama hujawahi kujifunua kwao, sawa sawa na neno nililoliandaa. Asante Bwana kwa kuwa utajitokeza kwao kwa kadri upendavyo. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Basi ninaendelea kulitafakari neno hili. Jifunze kumtafuta Mungu kwa bidii, naye ataonekana kwako kwa viwango vya juu. Kama tulivyolisoma, neno la Mungu linasema kwamba anawapenda wale wamtafutao kwa bidii. Sikia mtu wa Mungu, neno la Mungu liko wazi. Anasema anawapenda wale wanipendao, wale wanipendao. Kumbe Mungu anawajua wampendao. Halafu bado anaweka wale wanitafutao kwa bidii. Hajaishia tu. Kumbe wapo wanaompenda lakini hawajishughulishi kumtafuta kwa bidii. Lakini angalia sifa alizoziweka kwa mtu ambaye anamtafuta kwa bidii. Neno la Mungu linasema hivi. Ule mstari wa 18, Mithali 8, mstari wa 17 anasema anawapenda wale wampendao. Lakini 18 anasema utajiri na heshima ziko kwangu. Niko na wewe mpendwa unayenisikiliza, utakayesikiliza. Neno la Mungu liko wazi. Utajiri na heshima ziko kwake. Kwa Mungu anataka tumtumainie yeye kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote, na kwa mali zetu zote. Ndio maana anasema wale watakao mtafuta kwa bidii. Vigezo na masharti unapaswa ufuatilie. Kumbe hata kwa Mungu hupokei baraka kirahisi. Kuna vitu vinavyosababisha uweze kupokea ile baraka. Kitu cha kwanza, utakapomtafuta kwa bidii, jicho lake likikutizama, linaona huyu ndiye anayenitafuta, huyu ndiye anayeomba, huyu ndiye anayekesha usiku kucha, Mungu atajitokeza kwako kwa viwango vya juu. Na ndio maana ukisoma mstari wa 19, anasema mstari wa 20, anasema natembea katika njia ya haki. Kumbe hawezi kukubariki bila kukufuatilia. Anasema natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu.
Unaona? Kwa hiyo anatembea katika njia ya haki. Ile saa 8 saa 9 ndio muda wa malaika kupita. Ule muda wa saa 8 ndio muda ambao Mungu anawatoa wanadamu wake kwenye vifungo. Anawatoa watu wake walioonewa, walionaswa na mashimo, wamefichwa huko miaka mingi. Mungu ndo anapita sasa. Anaangalia huyu mtu ana vifungo. Je, ananitafuta kwa bidii? Na kama akigundua kwamba unamtafuta kwa bidii, ndio anatuma malaika zake saa 8. Kwa anatafuta nani anayempendeza moyo wake, nani anayeniita, nani anayetaka urafiki na mimi, ndipo naye anaweka makao ndani yako. Ndio maana ukisoma Yohana 14 kuna sema, anasema mtu anayezishika amri zangu, yeye ndiye anipendaye. Unaona? Yeye ndiye anipendaye, naye atapendwa na Baba yangu. Kwa hiyo tutaweka makao ndani yake. Yaani yeye Yesu na Baba yake wataweka makao ndani yako. Lakini kigezo na masharti ni kumpenda kwa bidii. Kwa hiyo tunaona hapa mstari wa 20 anasema ninatembea katika njia ya haki. Ili ajue kweli wewe unampenda kwa haki, anatamani anapopitisha malaika zake saa 8 za usiku. Je, atakukuta unakesha? Kesheni na kuomba. Biblia inasema omba hata saa 1. Kesha angalau saa 1. Sasa je, akipita atakukuta uko macho unamtafuta? Na akisha kukuta uko macho, mbingu zinakuwa wazi. Kwa hiyo yule malaika anayetumwa kukuletea majibu anakuja, anakukabidhi baraka yako. Na ndio maana anasema natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. Kumbe Mungu anatupitisha kwenye ile miale yake ya moto ili apate kututendea mema. Ndio maana anasema katikati ya mapito ya hukumu. Yale mapito ya hukumu ni vile atakavyopita wakati anakukuta umekaa kwenye kitanda chako au sebuleni saa 8 uko unatafakari neno lake. Anajua huyu ni mtu wangu, huyu ni rafiki yangu. Kwa hiyo anaweka makao. Mahali hapo unakuta malaika masaa 24 wanazunguka. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu wangu ambaye ananiita usiku kucha. Mungu anapopita saa 8 za usiku, neno lake hapa anakuambia kwamba napita katika njia nipate kuwarisisha mali wale wanipendao. Kwa hiyo anatembea katika njia ya haki. Mungu hakupi kitu chake kirahisi. Anasema ni nani aliye na kitu anipe kwanza, ndipo na mimi nimpe. Kwa hiyo ni nani ana kiu ya kitu cha Mungu? Ni nani anatamani kuwa mtu fulani? Kwa hiyo ina maana ile tamaa ndio itakayokutengenezea mazingira ya kukufanya mkoa mtu mwingine. Kwa hiyo ninaona kwamba hapa anasema natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. 21 niwarisishe mali wale wanipendao. Katikati ya mapito ya hukumu ni kwamba ule muda uliojitaabisha, ule muda uliokataa usingizi, ukasema hapana, imetosha usingizi, sasa ninakaa kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo utakapokaa kwenye ule usikivu, umeomba, umekaa, sasa ni lazima ujifunze kukaa muda fulani. Ukishaomba, nilishafundisha habari za kuomba kwamba umeanza na neno lako, takasa Biblia yako, halafu umetulia unaomba. Sasa zile njia za kuomba nilishakwambia, anza kumshukuru Mungu, mtukuze, msifu vile alipokupa kibali tu kuiona siku hiyo. Halafu baada ya hapo ndipo sasa kama unatubu. Ukisha tubu, anza sasa kuomba. Vaa zile silaha zako zile ambazo Efeso 6:10 anasema kwamba uvae silaha ili uweze kumpinga shetani. Kwa sababu usipovaa silaha anaweza adui unaomba na yeye anarusha mashambulizi yake. Kwa hiyo yale maneno unakuta yanagonga, yanakurudia tena. Lakini ninapenda hili neno kwa sababu limefunua wazi. Kumbe watu wanahangaika kwenda kwa waganga kutafuta utajiri. Mtu anaenda kwa waganga kutafuta utajiri. Mtu anaenda kwa waganga kutafuta heshima. Mtu anaenda kwa waganga kutafuta kibali. Mtu anaenda kwa waganga kutafuta watoto. Mtu anaenda kwa waganga kutafuta fedha. Angalia neno la Mungu linasema utajiri na heshima ziko kwangu. Utajiri na heshima. Tena anaongeza ziko kwangu. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Utajiri wa Mungu ni utajiri unaodumu. Ndio maana tunaona utajiri wa baba yetu Ibrahim tunao mpaka leo. Leo tupo kwa sababu ya hicho kizazi. Uokovu tunaojivunia ulianzia kwa baba yetu Ibrahim. Wakati amekutana pale kwenye bonde la Shawe na yule Melkizedeki, anakabidhiwa lile agano la wokovu, mkate na divai.
Tunajua vyakula rasmi vya kiagano kwa Mungu ni mkate na divai. Mkate anawakilisha kwamba ni mwili wa mwanae Yesu Kristo. Ile divai anamaanisha kwamba ni damu ya Yesu Kristo. Na vile vile ukisoma katika ya maandiko kuna sehemu anamaanisha upako wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana kuna baadhi ya makanisa wanaamini maji kwa sababu maji ni uhai. Kwa hiyo ina maana imani yako, ile nguvu ulionayo ndani unapoyatamkia yale maji, kuna jinsi ambavyo mtu anaamini inaweza ikawa damu ya Yesu. Lakini ukiwa umefunuliwa, sio kila wakati sasa unakuwa unaabudu kama sanamu. Ni lazima ufunuliwe, isiwe kila wakati. Sasa kuna watu wanakuta kila wakati wenyewe ni maji. Mwisho wanasahau hata lile jina lililokilimiwa kuliko majina yote. Jina la Yesu Kristo ndio jina la pekee. Iite damu ya Yesu, ita jina lake. Mungu ni mwaminifu, anasema yeye si Mungu wa mbali. Atakutokea kwa viwango vya juu. Na ndio maana nimesema hivi, ukimtafuta Mungu kwa bidii, naye atatokea kwako kwa viwango vya ajabu. Wewe ukitaka ujue Mungu anajifunua kwa watu wake, angalia pale Moses, Haruni na Miriam wanamsema. Moses hakuwepo, lakini kile kibali alicho nacho Moses kiliweza kumsemea kwa Mungu. Mungu akawaka hasira, Mungu akapata wivu kwa mtumishi wake Moses. Ndipo akafunua kile kibali alichonacho Moses. Akaanza kuwaelezea Haruni na Miriam. Anawaambia kwamba jamani, huyo uliyomsema, bora ungesema hata Haruni, lakini umemsema mtumishi wangu aliye mwaminifu kuliko nyumba yote ya Israeli. Huyo ni mtumishi wangu aliye mwaminifu. Kwake nitajifunua midomo kwa midomo, na umbo langu ataliona. Alikuwa na maana alishamuonyesha umbo lake, yeye ni moto ulao, akamtokea kwenye kile kijiti cha moto. Kwa hiyo tunajifunza ni mtu wa Mungu, unapita kwenye jaribu zito, unapita kwenye moto mkali, neno liko wazi, ujapopita katika maji mengi hayatakugarikisha, kwa sababu haupiti wewe peke yako, unapita na yeye mwenyewe. Mtu wa nne anakuwa pamoja na wewe, kwa hiyo anakuvusha. Ukishavuka pale ndipo anakuonyesha ule utukufu aliyokusudia kukupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona hapa namba 20 anaendelea kuelezea, natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu, niwarisishe mali wale wanipendao. Anamalizia tena, nipate kuzijaza hazina zao. Mtu wa Mungu, unafeli wapi? Unakuta mtu Mungu amekuchelewesha kidogo tu kupata mtoto, tayari umeiacha njia ya wokovu, umemwacha Yesu na agano lake la ndoa. Unasema hapa mimi hizi fedha zimetosha, tayari umeshaenda upande wa pili. Lakini angalia neno lake, anasema utajiri na heshima ziko kwangu. Ili Mungu akuheshimishe, anataka moyo wako, anataka nafsi yako, anataka aone jinsi unavyojibidisha kumtafuta mtu wa Mungu. Kwa sababu wewe Kristo amekusamehe, amekutoa kwenye mateso, lakini kesho na kesho kutwa unaenda kumuuza kwa waganga. Kumbuka unapoomba unasema ninapiga waganga, ninavunja madhabahu zao, ninaharibu, ninawachafulia usemi. Wewe unaharibu alafu unasahau, kesho unaenda. Unafikiri watakuacha kweli? Lazima wakumalize, lazima wakupige, kwa sababu muda huo unakuwa peke yako. Mungu huwa haingii na mtu kwenye dhambi. Siku zote Mungu akishagundua umeamua kusaini dhambi, anakaa pembeni. Huwa hakai na mtu ambaye, ndio maana anaitwa mtakatifu. Roho Mtakatifu huwa anahama, anakusubiri ukisha tenda ile dhambi, halafu anakuja sasa anakuhukumu. Leo itendayo dhambi ndio itakayohukumiwa. Kwa hiyo ukishagundua kwamba umejichafua, uwe na uhakika eneo liloenda kujichafua Roho Mtakatifu hayupo. Na ndio maana ukitaka kujua Roho Mtakatifu hayupo na wewe, angalia utakavyoanza kuugua. Yaani utaanza kusikia kiu ya Mungu. Huzuni huwa inajaa ndani ya moyo. Ile huzuni inakuthibitishia kuwa jambo unalolifanya Roho Mtakatifu hajapendezwa nalo, halimpi Mungu utukufu. Kwa wakati halimpi Mungu utukufu, kuna kitu kinaitwa kitu kimoja tu, kwamba umeenda mahali ambapo Mungu hakukutuma. Yeye amesema ndio taa ya miguu yetu, ni mwangaza wa njia zetu. Unapogundua kwamba mwangaza hauangazi, tafuta msalaba.
Msalaba ni nguvu kwa watu sisi tulioamini, lakini kwa wasioamini ni upuuzi. Sasa wewe Mungu amekuosha, amekusafisha, umekuwa unang'aa kama theluji, halafu kwa sababu ya mtoto unaenda kunadi wokovu wako, unaenda kwa mganga, unamwaipisha Yesu Kristo, unamrudisha msalabani tena. Nini? Sababu moja tu, huna mtoto. Baba yetu Ibrahim alikaa miaka 90. Anaweza kafikia miaka uliokaa wewe? Miaka 3, miaka 4. Mtu ana miaka 5 anaanza kwenda kwa waganga, anatafuta apate mtoto. Mpendwa, lisikie neno la Bwana. Anasema anatembea katika njia ya haki apate kukurisisha zile mali. Kumbe utajiri tunaoongelea wa baba yetu Ibrahim hatuupokei kirahisi. Watu ni rahisi kusema tu utajiri wa baba yetu Ibrahim tunaupokea kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni kazi. Hata Yesu utukufu wake haukuonekana kirahisi. Fuatilia habari za Luka ndio utajua Yesu alinyenyekea kiasi gani. Hadi anafikia kukirimiwa lile jina, ilifika kipindi anakuwa ananyamaza kama bobu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua anachokiendea ni kikubwa kuliko hiki anachokipokea kwa muda. Kwa hiyo nipo kwenye kumtafuta Mungu kwa bidii. Unatamani kumuona Mungu kwa viwango vya ajabu. Unatamani kuona mbingu zinafunguka. Unatamani kuona ule moto anaosema yeye ni moto ulao. Ingia maombi ya mzigo ambayo yatakutengenezea mazingira, unakuta Mungu anajifunua kwako. Na hayo maombi ambayo unataka kuomba mbingu zifunguke, anza saa 7. Ile saa 6, saa 7. Umechelewa saa 7, basi saa 8, inaenda saa 9. Utaona unalala tu, njosi inakuja. Huwa anatembea Mungu. Anatuma malaika zake. Na anapotembea anatumia lugha nyepesi ili rafiki yake upate kusikia. Ndio maana amesema katika mstari wa 21, niwarisishe mali wale wanipendao. Kumbe harisishi kila mtu wa Mungu. Ni kweli wote tunampenda Mungu, lakini hapa anaelezea sifa za yeye anayemtafuta kwa bidii. Je, wewe umesoma mara ya mwisho neno la Mungu lini? Umetubu lini? Kuna watu wanajihesabia haki, hawawezi kutubu. Nilieleza habari za hasara za mtu ambaye anajihesabia haki. Sio somo langu leo. Ninakuuliza tu wewe mpendwa, umetubu mara ya mwisho lini? Kwa sababu mtu anayetembea, anayetamani kumuona Mungu ni wa namna gani, anataka kumuona Yesu ni wa namna gani, mara nyingi anajihesabia kwamba yeye ni dhaifu. Yaani yeye ni mfu. Muda wote anaona anatembea ni kama maiti tu. Ndipo utamuona Mungu kwa viwango vingi. Aliye dhaifu na aseme yeye ana nguvu. Kwa hiyo muda wote unajiona kama yeye ndio anakuwekea nguvu. Katikati ya udhaifu wako anasema yeye ndio uweza wake unaonekana. Sasa akipita, ametuma malaika zake, ametuma malaika kuangalia ni nani anayenitafuta siku ya leo, ili akupitishie majibu yako. Aweze kukujaza kama wengine, anakuta unakoroma. Anakupita. Ona neno la Mungu liko wazi. Neno la Mungu liko wazi. Hapa anasema 18. Utajiri na heshima ziko kwangu. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Mtu wa Mungu, wokovu si lele mama. Wainjilisti wanawekaga ile nyama kwenye ile ndoano ili wakuvue. Wakisha kupata haukuna ulele mama kwenye wokovu, mtu wa Mungu. Wokovu ni vita. Na ukiona upiti kwenye vita ujue bado ni mchanga wewe. Lakini kama kuna sehemu unaenda, vita ni lazima. Unataka kushinda vita, funga kinywa, kuwa mnyenyekevu. Nimefundisha siri kuu ya kutembea na Mungu ni unyenyekevu. Utakuta ile vita anaibeba mwenyewe, anakupigania. Lakini ukianza kupigana, huyu amenisema, huyu amenifanyaje, huyu amesema mimi ni maskini, mpendwa, utajilisha upepo. Kwa hiyo neno la Mungu la leo, ninatamani sana watu tumtafute Mungu kwa bidii ili aonekane katika maisha yetu, atuinue kwa viwango vya juu. Ile bidii ni kwamba unakuta mtu ni mwimbaji mkubwa, usije ukafikiri amefikia hiyo level kirahisi. Ukija kuuliza historia yake atakwambia nilikuwa nafunga siku hata 90. Nilikuwa nafunga siku 120. Anatafuta kile kibali, anatafuta ule upako. Huwezi ukashinda
kitu cha kimungu kikatoka eti bila kujitaabisha. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Ndio maana amesema anatembea katika njia za haki. Anatembea katikati ya mapito ya hukumu. Akukague. Unastahili hizi baraka? Je, umefika kile kiwango akikupa hautajiinua? Mungu ana vitu vingi vya kufuatilia ili apate kukupa kile ambacho amekukusudia. Na ndio maana unaweza kuwa amekaribia kukupa, lakini anaangalia huyu bado ni mtoto. Naweza nikampa alafu na wokovu akauacha. Na bado anasema kwamba faida yangu upita fedha iliyoteule. Faida ya Mungu. Yaani faida ya Mungu inapita fedha iliyoteule. Kwa nini? Fedha ya Mungu ni moto ulao. Mkono ulioambatanishwa na Mungu, mpendo, ukifanya biashara utauza kalanga lakini faida utaiona. Yaani utafanya biashara ndogo lakini itafanya mambo makubwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye yuko pamoja na wewe. Na kama yuko pamoja na wewe, ataachilia wateja. Anasema yeye ni nuru. Kwa akikufunika na ile nuru, watu wenyewe wanasimuliana, tumtafute mtu fulani. Tumtafute mtu fulani. Nilishawahi kufundisha kwamba muombe Mungu atangaze jina lako mioyoni kwa watu wa kukubali kwanza, kama alivyotangaza kwa Yesu Kristo. Unaweza kuwa na kitu cha kimungu lakini usiwe na nuru. Ile nuru inapatikana ukiwa unatembea na yeye mwenyewe. Na ukigundua yeye hayupo, utaona. Kwa hiyo jifunze kutembea katika kusudi la Mungu ili Mungu akupe hizi sifa. Zipo sehemu ndogo sana. Misali 8 mstari wa 17 mpaka 21. Kuna vitu vizito sana hapa. Huwa ninavisoma lakini leo nimeona vinakuja kwa njia ambayo sijawahi kuona. Kwa anasema utajiri na heshima ziko kwangu. Na utajiri udumu. Kumbe utajiri unaodumu uko kwa Mungu. Huko kote unapewa. Kwa nini anasema utajiri wa Mungu unadumu na una haki? Yaani utajiri wa Mungu unakuwa free. Kwa nini? Kwa sababu umesota mpaka upate. Haujaua mtoto, haujamwaga damu. Utajiri wa Mungu hujaenda kwa waganga ukaambiwa rudi kinyume nyume. Haujaenda njia panda ukaoga mara uko uchi. Hakuna. Huo ni utajiri wa Mungu. Yeye anakupa mwanzo mdogo, anakutizama ule unyenyekevu, anaenda na wewe kile kidogo anakilinda. Hakuna chuma ulete atakayegusa nguvu ya Mungu. Na akitaka kugusa anakutana na shoti ya umeme, anapigwa huko. Mpaka aone watu wamelitukuza jina la Bwana kupitia wewe. Anasema na kwa jina la Bwana na pembe yake itatukuka. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kumtukuza ili atupe hizi sifa ambazo ameziandika katika Misali 8 mstari wa 17 mpaka 21. Kwa hiyo ninakusihi mtu wa Mungu ambaye umezoea kwenda kutafuta kibali kwa waganga ili upande cheo kazini, unapoteza muda mtu wa Mungu. Kwa sababu mganga kazi yake ni kukuibia nyota. Akisha kuibia nyota anakumonita yeye anavyotaka. Anakufanya kuwa mateka wake. Kwa anakukontrol, anajua kabisa saa hizo umeng'aa, umeng'arishwa. Kwa hiyo kule unakotembea yeye anaisoma nyota yako. Na vile hauko nuruni. Kwa hiyo anakufanya anavyotaka yeye. Nini kinatokea? Akisha gundua kwamba hana hela na jina lako analijua na nyota yako anayo pale, ataivuruga tena ile nyota. Ili umrudie tena umwambie bwana kazini kuna kelele sana. Kwa hiyo unakuwa ni mtumwa wa mganga. Una wokovu halafu bado unakuwa mtumwa wa mganga. Hebu ikatae dhambi bwana. Kataa kwa sababu ni mateso. Uko ndani ya Kristo, yeye ni nuru. Na kama ni nuru, nuru yang'aa gizani. Kwa nini ukalitafute giza? Amekwambia utajiri na heshima ziko kwangu. Tafuta heshima kwa Mungu. Mungu akikuheshimisha, waulize akina Daudi. Muulize Yusufu. Muulize Nabii Samueli. Nabii Samueli anaheshimishwa na Mungu. Halafu watoto wa Eli wamebaki pale. Mungu akitaka kukuheshimisha haangalii kwamba huyu mtumishi ndiye amebeba kijiti cha kanisa. Anaangalia aliye na haki. Ndio maana amesema anapita katika mapito ya hukumu ili apate kuwajaza zile mali wale wampendao. Aligundua Samueli anakesha hekaluni. Samueli anafanya usafi wa kanisa. Samueli ni mtu ambaye amejibidiisha kumtafuta kwa bidii. Samueli alikesha madhabahuni, alikuwa atoki. Hadi anakutana na hiyo sauti ya Mungu. Neno la Mungu linasema ile taa ilikuwa inawaka hekaluni. Ndipo anasikia sauti
inaita. Na hakuijua, akaenda kwa Eli. Eli anamwambia mimi sijakuita. Nini? Ni Mungu alipita katika mapito ya hukumu. Akaona katika uzao wa Eli hakuna mtoto atakayenipendeza. Ikabidi amtafute nabii Samueli aweze kubeba kijiti ambacho pengine angestahili mtoto wa Eli. Kwa sababu Mungu ana kawaida kurithisha kizazi kwa kizazi. Sasa kwa sababu ya kiburi cha wale watoto, kwa kweli Mungu aliwakatilia mbali. Akachagua mtu mwingine ambaye alikuwa mnyenyekevu, anamtii kama baba yake. Hakuangalia Eli kwamba ni mtumishi tu, yeye alimtii kama baba. Na ndio maana alipokea kile kijiti ambacho alipaswa apokee mtoto wa Eli, lakini tunaona ile heshima akaipokea nabii Samueli. Sifa ni nini? Alimtafuta Mungu kwa bidii. Kwa ile kumtafuta Mungu kwa bidii kukampa kibali cha kuwa nabii. Ina maana ile bidii ilimfanya awe viwango vingine. Kwa hiyo tumtafute Mungu kwa bidii. Tuache kupita njia nyingi. Neno la Mungu li wazi. Pendwa, neno la Mungu linasema tukemee. Kwa hiyo kuna siku ninafundisha somo la kukemea. Kuna siku nafundisha somo la kibali. Watu wengi wanapenda masomo ya vibali, ufundishe upendo, lakini ukianza kuweka somo la kukemea, unaweza kukuta hata like ni 2 watatu. Lakini Mungu anasema ni furaha mbinguni hata mtu mmoja tu akasikiliza. Mbingu inafurahi. Mwenye haki mmoja, neno la Mungu linasema mwenye haki mmoja akitubu duniani kumwamini Kristo, mbingu inashangilia, malaika wanafurahi. Kwa hiyo mimi nikifundisha mkatokea hata 2, ni furaha kubwa mbinguni. Kwa sababu bila hilo neno singeweza kusikia. Kwa hiyo ninakusihi mtu wa Mungu, tembea katika Kristo. Atakukweza kwa wakati wake. Tembea ili uje upate hizi sifa ambazo tunaona katika neno lake. Anasema matunda yangu hupita dhahabu, na dhahabu safi. Kwa hiyo nimekukanya mtu wa Mungu ambaye umeokoka, umevikwa lile vazi la utukufu, lakini unaenda kuyarudia yale matapishi. Unaenda nguruwe aliyooshwa anagaagaa tena kwenye matope. Hapana. Kataa kurudi kwenye matope. Umemwamini Mungu, hata kama inafika miaka 10, jua Mungu ni mwaminifu. Mbona Sara alikaa miaka 90? Na mimi nitabeba mtoto kwa wakati na majira ulioamliwa na Mungu. Inategemea kikombe ambacho Mungu anataka ajivunie kwa watu wake. Kwa hiyo anaweza kukupitisha hata miaka 5 ubebi mimi, lakini akija kukupa mtoto, anakupa mtoto bora kuliko wale wote mtaa mzima waliozaa. Ndio maana tunamwona Hana amekaa miaka mingi hana heshima, lakini alipoamua kwenda kumtafuta Mungu kwa bidii, akaamua kwenda kumtafuta Mungu kwa maombolezo, akaamua kumtafuta Mungu kwa kukesha na kuomba, tunaona Mungu akamtokea kupitia neno la Elkana. Neno la Elkana lilimfungua Hana. Hana akatoka pale ana amani moyoni. Neno la Mungu linasema alipoenda kumjua mume wake, siku hiyo Bwana akamkumbuka. Kwa nini? Majira yalifika. Kuna sehemu nyingine unatakiwa amuru ile baraka ikujie, kwa sababu bila kuiamuru muda mwingine Mungu anasahau. Kwa nini anasahau? Amesema katika Isaya tumkumbushe, nikumbusheni mpate haki zenu. Kwa hiyo kama wewe umkumbushe unasema nilishaomba atanikumbuka tu. Mungu ana watu wengi. Wapo wanaomlilia wana shida kuliko wewe. Wewe unaweza kuwa na shida ya utasa, lakini ni tajiri, una mali, unakula unachotaka, ukifungua friji imejaa kila kitu. Sasa mpaka akakumbuke kwamba wewe ana shida. Kwanza hata kuomba unaweza kukuta unaomba kwa wiki mara moja. Lakini kuna mtu anayekesha kanisani anaomboleza, anamkumbusha kila wakati, atashindwa kumkumbuka kweli Mungu? Kwa hiyo mimi ninakusihi mtu wa Mungu, mtafute Mungu kwa bidii, naye ataonekana kwako. Atakutokea tu. Mungu si kama mwanadamu. Yeye ni Mungu mwaminifu na hujitokeza kwa mtu anayemwita. Hata kama lugha yake ni mwingine ni fumbo, lakini atajifunua kwako. Kama akigundua wewe ni mchanga, atajifunua hata kwa wimbo. Umemaliza kuomba, unashangaa amekutembelea, unaimba wimbo wako wa tenzi. Ule wimbo wa tenzi unakuletea mpaka machozi. Sio wewe tena, pale ni Roho Mtakatifu ameamua kubeba lile jukumu lako, anakulilia kwa Baba. Aba analia ili lile ombi lako liweze kufika mbinguni, likuletee majibu. Kwa hiyo inategemea wewe unajibidisha kiasi gani.
Na ndio maana wakati unaomba ni kama unaweka mbegu, ili anapopita katika njia anasema napita katikati ya mapito ya hukumu, nipate kuwarithisha mali wale wanipendao. Sasa kama nao unakuwa kati ya Mungu amekuchagua unampenda, ina maana hizi mali utazipokea. Niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Kwa leo mahali hapo nimeishia hapo, ngoja niende sehemu nyingine. Tutaenda Yeremia 33 mstari wa 3. Tumuone na Yeremia 33. Hebu tuanze ule mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake. Asema hivi, Bwana alitendaye jambo hili. Yaani Bwana anayeliumba lile jambo ambalo Mungu anataka kutendea mpaka mtaa mzima washangae. Lile jambo ambalo ametengeneza mtoto tumboni mwako na hangaika mpaka Penina akanyamaza kimya. Aliumba katika ulimwengu wa roho kwamba Hana pamoja na machozi yake, lakini nitampa mtoto. Naye mtoto akaachilia na jina, ataitwa Samueli. Lakini atampa lini? Hana hajui, ni fumbo. Mume wake hajui. Ni fumbo. Lakini wakati wa Bwana ulipofika, Mungu akalithibitisha lile neno. Wakati wanajibishana na mtumishi kwamba mbona leo umelewa? Lea anasema hapana, sijalewa, bali ni nguvu ya Mungu imenivaa siku ya leo. Ninalia maana Aba ananiombea kwa Baba mbingu zifunguke ili nipokee na mimi mtoto. Nimechoka masimango ya ndugu na jamaa. Ninahitaji na mimi ninyonyeshe. Ninahitaji na mimi niitwe mama. Japo mume wangu ananipenda. Neno la Mungu linasema Hana alipendwa kuliko hata Penina. Lakini Hana hakupenda ule upendo kwa sababu alijua bila kupata mtoto hata huyu mtu anaitwa Elikana angemchukia, kwa sababu alikuwa anampenda kwa sababu anaona kuna sehemu anapata faraja. Anampenda kwa sababu kuna sehemu anaona kuna watoto. Lakini mwisho wa siku aliamua kuvua lile vazi la aibu, akalitafuta vazi la heshima, lile ambalo tunaambiwa hapo utajiri na heshima ziko kwangu. Kwa akamtafuta Yesu Kristo anayetoa kibali cha milele na milele. Tunaona jina la Hana mpaka leo tunasimuliwa kwa sababu alimzaa mtu aliyetawaza wakuu, alitawaza wafalme. Kwa hiyo hakujua wakati anaibeba hiyo mimba kwamba Mungu anaenda kumfuta machozi yasiyo ya kawaida. Aliona ni kawaida tu, akabeba mimba na vile hajui ana miaka mingi hajawahi beba mtoto. Kwa hiyo akabaki anashangaa kwamba hii mimba ni kweli au si kweli. Kwa hiyo hatujui kwa sababu hatukumwona. Lakini kwa haraka ninajua mtu ambaye amepita kwenye hilo jaribu. Yawezekana alikuwa anaenda kila siku ultrasound kuhakikisha huyu mtoto yupo kweli anapumua. Ultrasound mbona tumepima jana tu. Nini kilichomfanya aende huko? Ni kwa sababu alipokea muujiza ambao hakujua kama utatokea masaa na muda ambao Mungu aliweza kumkumbuka. Na ndio maana neno la Mungu linasema naye Bwana akamkumbuka Hana. Yale majira alipofika, Hana akakumbukwa, akafutwa machozi yake. Mungu akamjaza hazina. Ile hazina tunaiona alimpa mtoto mmoja tu, lakini alikuwa mtoto wa ahadi. Alikuwa ni mtoto ambaye alikuja kusimuliwa mpaka sisi leo tunamuhistoria kwenye vitabu. Nabii Samueli kila tunaposoma hatujaona kuna sehemu amekosea. Alitembea katika kusudi la Mungu. Na Mungu ni mwaminifu kwa watu wake anaowapenda. Mungu akikupenda, mpendo amekupenda bure tu. Manake Mungu, kuna watu ambao walikosea, lakini tunaona Mungu aliwarehemu na kuendelea nao. Lakini kuna mtu mwingine anakosea mara moja tu, hana neema ya kurudiwa tena. Kwa nini? Tunatofautiana. Kila mtu kibali chake mbele za Mungu. Ndio maana tunamwona Yuda Iskarioti hakuwa na neema ya kusamehewa, lakini aliyemkana mara 3 alisamehewa Petro. Tunaona wengi sana wanaomkosea Mungu. Kuna mtu mwingine anasema mimi nimejitunza, ngoja leo tu na mimi nitoke kwenye ndoa. Ile anatoka tu anaenda kubeba na magonjwa ya ukimwi. Lakini aliyezoea anazurula na wokovu wake, anaimba, anafanya, hapati chochote. Kila mtu ana neema yake. Usijaribu kutembelea neema ya mwenzio, utaangukia pabaya. Tembea kama Mungu alivyokuita. Kwa hiyo inategemea Mungu amekuita katika wito upi. Kama amekuita amekufanya kwa, yani unajua walinzi wako tofauti. Kuna mlinzi anayelinda geti
naye analinda ikulu. Kuna mlinzi anayelinda katikati, naye analinda ikulu. Kuna mlinzi analinda, yani rais amesimama hapa, yeye yuko nyuma ya mgongo wake. Hivi unafikiri huyo wa hivyo atafanana na yule anayelinda kule? Hawezi wakafanana. Aliye nyuma ya mgongo lazima kuna gharama analipa ili aendelee kusimama kwenye ile nafasi, ili Mungu asije akamlalua na kumuondoa, kwa sababu ni heshima. Anasema utukufu alio nao mfalme na sisi tulio nyuma yake tunaubeba. Kwa hiyo nini kinasababisha utofauti wa watu wawili? Ile neema ya mtu alivyomvuta kuja kwenye wokovu ndio inasababisha huyu asimame hapa, huyu asamehewe, huyu asisamehewe. Hiyo ndio inatofautisha. Ndio maana unakuta kina Yuda walienda wakajinyonga, lakini tunaona kina Petro walirudishwa kwenye viti. Kwa nini? Kwa sababu ya ule unyenyekevu. Mungu anatizama moyo. Tunaona kina Sauli na Daudi. Daudi alikosa kwa Mungu, sio kwamba alitembea kwa kusudi tu. Kuna sehemu Daudi aliweza kwenda kulala na yule mke wa Uria, lakini bado Mungu alimsamehe. Kwa nini? Daudi alikuwa mnyenyekevu, ni mtu wa kutubu kila wakati, lakini alimwaga damu nyingi sana Daudi. Angalia mtu wa watu ambaye anaitwa Sauli, kidogo tu tena kosa lake hata halina mbele wala nyuma, lakini lilimsababishia madhara makubwa, akalaluliwa ufalme wake na hakuweza kupata neema ya kurudishwa tena kwenye kile kiti. Kwa hiyo tunatofautiana, mtu wa Mungu. Yeye mwenyewe naye ana marafiki zake. Ndio maana anasema ninapita katika njia ya hukumu nipate kuwarithisha mali wale wanipendao. Mungu anatizama moyo. Mungu anatizama toba yako. Mungu anatizama, anasema watu hao huniheshimu kwa midomo, lakini ndani yao wako mbali na mimi. Yaani wewe unampenda Mungu kwa kuongea, lakini vitendo hakuna. Akikutizama Mungu anakuona hamna kitu. Sasa ukija kujikuta umeanguka, kuja kupata msamaha wake ni kazi sana. Kwa hiyo nimeeleza hapa Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye, ile Yeremia 33 mstari wa 2. Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye. Yeye analiumba. Ndio maana ninasemaga nguvu ya kinywa, unapoumba kitu kinakuwa, inategemea roho aliye ndani yako. Kama roho aliye ndani yako ni wa miungu, ataumba kile kitu chake kitatokana na miungu. Lakini kama roho ndani ni yule wa Aba, ataumba kitu ambacho kitaonekana. Huyo ndio anaitwa roho wa Mungu. Kwa hiyo aliumbaye ili alithibitishe. Bwana ndilo jina lake. Anasema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mtu wa Mungu, mtafute Mungu ili akuonyeshe vitu ambavyo hujawahi kuviona. Mtafute Mungu kama hutamtafuta tena. Kuna mtu mmoja wanampenda kwenye Biblia, anaitwa Zakayo. Zakayo alimpenda Mungu sana na hakuwa ameokoka wala hakujua wokovu ni nini. Lakini alipoanza kuona zile sifa za Mungu, akaona Yesu Kristo anaponya, akaona Yesu Kristo anatakasa wakoma. Kweli wakoma walikuwa wanakaa vidole vimechoka, lakini anakuta wakienda kwa Yesu wametakasika. Anaona viwete wanatembea, anaona anasamehe dhambi. Akasema huyu mtu ni wa namna gani? Mbona tumeona manabii wamepita, lakini hawajapita kwenye haya matendo ya huyu Yesu. Akasema nitamtafuta nimuone mtu wa namna gani. Wala hakusema kwamba naenda kuokoka. Nimuone tu anafananaje. Ndipo Mungu akaanza kumtafuta. Mungu alimtafuta. Kila anakoenda yupo naye. Ile sauti ikafika mwisho, ikapiga Aram. Tunaona Zakayo pamoja na ubosi wake, alikuwa mkuu wa watoza ushuru, aliacha gari analotembelea. Biblia inatuambia alikimbia mbio mpaka kwenye uwanja ambao njia ile anaipita Yesu Kristo. Ndipo alipogundua yale makutano ni watu wengi, ikabidi ajitenge nao, apande juu ili apate kuonekana. Yote hayo ilikuwa ni kumtafuta Mungu. Kwa hiyo unataka kumtafuta Mungu, fuatilia njia za Zakayo. Utaona alitembea na alikuwa hamjui, lakini hiyo siku alikuwa na kusudi ya kumjua ni mtu wa namna gani. Ina maana alimtafuta kwa viwango ambavyo hata walokole waliookolewa hawasingeweza. Ikabidi apande juu ya mkoyo, aingie siku 40, aingie maombi yasiyo ya kawaida, amwambie Mungu, leo usinipite. Ndipo tunaona Bwana alipofika kwenye yale makutano, hakutizama makutano yote, alimtizama mwenye haki mmoja, alionyesha moyo wa kupondeka, alionyesha moyo ulioumia kwa ajili ya kumtafuta Yesu Kristo. Ndipo tunaona akamwambia, shuka upesi, imenipasa kushinda nyumbani mwako.
Ilitoka wapi? Alitizama moyo. Yesu Kristo alikuwa anayatambua mawazo ya wanadamu. Anasema nazitangua ishara za wachawi na waganga. Atazitanguaje? Alikuwa na neema ya kuona. Kwa tunaona alitizama ule moyo uliothibitishwa kwenye viwango vyake, akaona huyu ananipenda. Huyu nikimpa kazi yangu atanizalia matunda na matunda yatapata kukaa. Ndipo akamuita kwa upendo, akamkumbatia, akamwambia imenipasa kushinda nyumbani mwako. Na alipoenda naye nyumbani, tunaona neno la Mungu linatuambia alikuwa ni mtu anayejihukumu tu. Kila anachokifanya anaona nakosea. Mwisho wa siku anasema, Bwana, ikiwa nimewadhulumu watu hawa, basi nilipishe mara 4. Anajihukumu. Nimesema mtu anayemtafuta Mungu, kuna kile kinaitwa Roho Mtakatifu huwa inapiga alarm. Yaani unakuna jihukumu, hujiamini na kile unachotenda. Huyo ni mtu ambaye anamtafuta Mungu. Muda wote anajiona yeye ni mdhambi. Muda wote anaona yeye hastahili mbele za Mungu. Kila anachokifanya anaona ni Mungu tu. Utukufu wote unamrudia yeye. Huyo ndiye anayemtafuta Mungu. Huyo ndiye Mungu anapenda kufanya kazi na watu wa namna hiyo. Na ndio maana anasema atawarithisha mali wale wampendao. Tena nipate kuzijaza hazina zao. Unataka uwe na nafasi katika utajiri wako, mtafute Yesu Kristo mwenye utajiri. Sifa kuu ni kuokoka tu. Mtafute Mungu kwa bidii, ataonekana kwako. Amesema nitaonekana. Nitaonekana kwako ukinitafuta kwa bidii. Lakini wale wanaookoka tu na kusema tunampenda Yesu, nao wana neema yao. Neema yao ni moja tu. Wale wanaosema tumeokoka, tunampenda Yesu, neema yao ni hii moja. Wao wanakuwa na neema ya kumjua Yesu. Lakini ni kama yale makutano ambayo tunamwona yule mwanamke aliyekuwa anatokwa damu miaka 12. Walikuwepo wanaotembea naye, lakini hawakuonja ule utamu wa Yesu. Maana yule alinia toka nyumbani. Akasema nikigusa ili pindo. Alimtafuta kwa bidii toka nyumbani. Akasema hapa nitatembea mpaka nifike. Kumbuka desturi yao ilikuwa iruhusiwi mwanamke atembee. Vile alivyokuwa anatokwa tu damu miaka yote. Lakini yeye alisema liwalo na liwe, kama watanikamata na wanikamata. Kwa hiyo ina maana alikuwa anatembea na fichamba kwenye vichaka. Anavizia wapi Yesu nitakako bahatisha nimguse pindo. Bila shaka alimtafuta kwa bidii. Yule ni Mungu, japo alijiita ni Yesu. Ndio maana anaitwa mwana wa Mungu. Kwamba uwezo kaenda kumgusa kirahisi. Ni lazima umeanza kutengeneza imani huko nyumbani. Umeanza kusema leo ibada hii, Bwana usinipite. Mungu usinipite. Ile neno linaanza kuumba muujiza. Lile neno unafika kanisani, wewe muda wote Mungu usinipite. Unaandaa sadaka ile, Mungu wangu sadaka hii ni ndogo lakini ninaomba ipate kibali machoni kwako. Unaugua. Ile unavyougua ndivyo Roho Mtakatifu anakusogelea, malaika wanasimama, wanakufuatilia unapotoa ile sadaka. Mzee wa siku anaikubali, anaipa kibali. Akishaipa kibali ndio unashangaa, unaanza kuona ghafla ile huduma ilikuwa haina kibali inapata kibali. Ulikuwa huna kibali kwa mume wako, unaanza kupata kibali. Ulikuwa huna mimba, ghafla unapata mimba. Kwa nini? Kibali cha sadaka Mungu amekisikia. Mungu akicheka lazima kwako na wewe ucheke. Ndio maana Rose Muhando aliimba, tazama Mungu anacheka. Akicheka unapata watoto. Ule wimbo enzi hizo aliimba vizuri. Kwa hiyo ninapenda kukuambia mtu wa Mungu, usikimbilie kwa waganga. Mtafute Mungu kwa bidii. Haijalishi amekupitisha kwenye changamoto kiasi gani. Ukimtafuta kwa bidii ataonekana kwako. Kitu cha kwanza, okoka. Ukishaokoka, kuna neno hapa anasema hivi katika 33 hiyo. Ngoja nione kama nitaipata. Nami nitawasafisha na uovu wao wote. Namba 7. Anaanza namba 6, anasema hivi, tazama nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli, nami nitawarudisha wafungwa wa Yuda na wafungwa wa Israeli na kuwajenga kama kwanza. Naona ukimtafuta kwa bidii, anasema hivi, atakuponya yale magonjwa ambayo kunahangaika kila siku kwenda kwa waganga, unaenda hospitali na hauponi. Zile dawa ni kama zinakutuliza. Yeye anasema atakapokurudia atakuponya hayo magonjwa yako. Kitu cha pili, atakupa afya na amani. Ile amani iliyokuwa imepotea nyumbani, umekuwa ni vurugu, umekuwa ni mtu unayeitwa unaga watoto, Mungu anasema ataijaliza hiyo amani. Neno la
la Mungu linasema namba 7, nami nitawarudisha wafungwa wa Yuda na wafungwa wa Israeli na kuwajenga kama kwanza. Yaani uliokuwa unafanywa kuwa mateka, yeye atakufanya kuwa chombo kiteule. Atakutoa kwenye yale mashimo ambayo Isaya anasema watu hawa wamenaswa na kuibiwa, wala hakuna mtu anayesema rudisha. Kwa hiyo yeye atakapoona umeingia ile toba, umemtafuta kwa bidii, naye ameonekana kwako, atakuthibitisha kwa kukutoa kwenye yale mavifungo ambayo adui alijua sasa hapa hauwezi ukatoka. Yeye ndio atakufunga. Yeye ndio atakufungua, atakufunga. Akisha kufungua anasema nami nitawasafisha na uovu wao wote. Ule uovu uliokusababishia ukafanyika kuwa mateka, yeye anasema atakusafisha. Atakufanya kuwa chombo cha kupulia, atakufanya kuwa jitu lake, atakupa uweza na mamlaka. Utaweza kukanyaga nyoka na inge, na popote utakapokanyaga walizoea kukuonea, watakuona umekuwa mtu mwingine. Kwa nini? Anakupiga ule muhuri wake wa moto ulao. Kwa hiyo unakuwa ni mtu mwingine. Ambao kwa hao wamenitenda dhambi, nami nitawasamehe maovu yao yote, ambayo kwayo wamenitenda dhambi na kukosa juu yangu. Unaona? Huyo ni Mungu. Kuna neno moja naona silioni, ngoja nitafute hapo. Anasema hivi, namba 9, na mji huu utakuwa kwangu jina la furaha. Naona? Mtu uliyemtafuta kwa bidii, sikia hiyo. Na mji huu utakuwa kwangu jina la furaha na sifa na utukufu mbele ya mataifa yote. Akisha kusafisha, hasa umemuita akakukubali, kama anavyosema nitalithibitisha lile neno ambalo nimeliumba kwako. Kwa hapa anasema hivi, nitakusafisha na uovu wako wote. Halafu hapa chini nitakusamehe maovu yako yote, ambayo kwayo umenitenda dhambi na kukosa juu yangu. Namba 9 anasema, na mji huu utakuwa kwangu jina la furaha na sifa na utukufu mbele ya mataifa yote ya dunia. Watakaosikia habari ya mema yote niwatendeayo, nao wataogopa na kutetemeka kwa sababu ya mema yote na amani nitakaopatia mji huo. Nasikia hilo neno? Anasema hivi, watakaosikia watatetemeka na kuwa na hofu mbele zako, maana atakupa ile neema ya kumiliki marango ya maadui. Kwa anasema wale watakaosikia kwa kile kitendo ambacho umeonyesha kumpenda kwa dhati, naye atajifunua kwako. Akishajifunua kwako, anasema atakufutia dhambi. Akisha kufutia dhambi, ina maana ile minyororo ambayo ulikuwa umefungwa na adui, anamekufanya kuwa mateka, wewe ni kiti chake, yeye anapita, wewe unahangaika tu miaka na miaka. Atasema nitakupa nuru yangu, nitakupa utukufu ukulinde. Kwa nini kitatokea? Anasema nitakufutia dhambi zako, wala sitazikumbuka. Anasema nitasamehe uovu wako wote, halafu nitakuponya na magonjwa yako yote. Halafu baadaye anasema na mji huu, huo ni mji wa Yerusalemu. Mji wa Yerusalemu leo ni wewe uliyeokoka. Kwa hiyo anasema na wewe mtu ambaye umeokoka, Mungu akisha kusamehe, anasema utakuwa mji wa furaha, utakuwa mji wa amani. Yaani ile amani ambayo adui alikuwa amenyang'anya itarudishwa, kwamba mawifu walikuwa wanakucheka, wewe hauzai, unahangaika, unapita huku na huku, umehangaika, umekula dawa za waganga zimetosha, baadaye umekimbilia Yesu. Sasa Yesu anasema atakupokea kwa upendo, atakuvika lile vazi jipya la utukufu, atavua hilo vazi la zamani ambalo wewe uliona kama umevaa la kawaida, lakini kumbe ulikuwa umefunikwa, hauna chochote. Yaani umevikwa kaniki, unaona kama unatembea. Na ndio maana unatembea, unaenda kuomba kazi, hawakuoni. Lakini yeye anasema atachana lile vazi, halafu atakuvika vazi la utukufu na kukupa jina la sifa. Na hilo jina kila mtu atakayelisikia ataogopa na kutetemeka kwa yale matendo mema atakayotenda kwako. Wewe unafikiri aliyomsikia Sara amezaa? Yeye mwenyewe ilibidi aseme Bwana amenifanyia kicheko. Kwa nini? Ni miaka mingi ilipita. Ameahidiwa ahadi ya baba kwamba atazaa, lakini hajui ni lini, ni fumbo. Mtu ambaye angeweza kwenda kwa waganga alikuwa ni Sara. Lakini Sara alinyenyekea, akasema lakini muda umepita. Baba, jaribu kwa ajili. Yeye
Yeye ndo aliona labda hiyo ndo akili yake ilifika mwisho. Yeye aliona amekuwa duni mbele ya mume wake, kwamba sasa mimi sizai, baba wa watu akae mpaka miaka mingapi, acha ajaribu kwa binti alafu yeye amlee yule mtoto. Lakini mwisho wa siku Hajiri akaonyesha kiburi. Hajiri akaona yeye ana mtoto, ndipo anamwambia Sara, akasema mtu huyu amenifanya mimi kuwa duni. Akamfukuza na kumtesa, akamwambia ondoka. Wakati anaondoka Hajiri, Mungu anatuambia kwamba Ibrahim alijaribu kumuuliza Mungu. Mungu akamwambia msikilize mkeo. Yaani aliye ndani ya Kristo ana kibali mbele za Mungu. Na ni kweli alikuwa anamnyanyasa. Sara ukisoma Biblia inasema alimnyanyasa mpaka akatosha. Lakini angalia Ibrahim alipoenda kulalamika kwa Mungu, tazama mtu huyu aliniambia nizae na Sara, lakini ona anavyomnyanyasa. Lakini Mungu akamwambia endelea kumsikiliza mke wako, kwa sababu Hajiri alijiinua na ile mimba aliyoipata kwa baba yetu Ibrahim. Lakini mwisho wa siku neno la Mungu linasema Mungu akamtokea Sara na akazaa mtoto kwa muda ambao umeenda sana. Amekuwa bibi, amekuwa mzee, lakini Mungu akampa mtoto japo hakuamini. Wale malaika wamepita kwake, wanamtamkia baraka, haamini. Anasema litawezekanaje neno hili? Basi Bwana atakuwa amenifanyia kicheko na uzee wangu, na watu wote watakaosikia watafurahi nami. Lile neno la Mungu, Sara aliamua sema tu Bwana atakuwa amenifanyia kicheko. Kwa nini Bwana amemfanyia kicheko? Kwa sababu Mungu alipima unyenyekevu wa Sara. Alipima, pamoja na kwamba alikengeuka akamwambia aende akajaribu kwa Hajiri, lakini bado alijitunza. Hakuweza kusema labda huyu mwanaume ni tasa niende nikajaribu kwingine. Hapana, alitulia na ujana wake na uzee wake, akasema hapa huyu ndio mume wangu wa agano mpaka kieleweke. Mwisho wa siku Mungu akamkumbuka Sara, lakini alimkumbuka kwa sababu alimtafuta kwa bidii. Mungu anakutokea kulingana na ulivyomtafuta kwa bidii. Tunamuona hata yule mwanamke Mshunami alimtafuta Mungu kwa bidii. Alitembea anakusikia kuna mikutano, anamuona Elisha anahubiri, lakini hakuna nyumba inayomkaribisha kula. Akasema hapa nitakomaa mpaka nipokee muujiza wangu. Kwa hiyo alipoanza kuja akamwambia Elisha, karibu nyumbani, ukitoka kwenye mkutano njoo ule nyumbani. Elisha anapita, anakula, anatamka baraka. Lakini baraka ya mwisho tunaona alipomjengea chumba, akaweka kitanda, akaweka taa, akasema bila shaka mtumishi wa Mungu unateseka kutembea usiku kucha kurudi sehemu anayoenda ni mbali. Tunaomba, tumeongea mimi na baba, tukukaribishe ukitoka kwenye mikutano yako uwe unalala katika chumba hiki. Kwa hiyo Elisha alipokuwa akilala, anatamka baraka, anatamka baraka. Malaika wanaopita kusema na Elisha wakawa wanaachilia ile baraka. Asubuhi wakati wanaaga ili waweze kuondoka, Gehazi tunaona akasema Elisha, bila shaka marango haya hawana mtoto. Ndipo Elisha akatamka neno, majira kama haya utapata mtoto. Mwanamke yule hakuamini, akasema inawezekana kweli? Elisha akamwambia ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo Mungu anatutafuta mbali, anatupima mioyo yetu ili apate kututendea mema. Huwezi ukapokea bila kumtafuta. Ndio maana amesema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ukimuita naye ataitika. Akishaitika atakufanya kuwa rafiki yake. Ukishaanza kuwa rafiki yake, ataanza kujifunua kwako kama mtumishi wa Mungu. Yule ambaye unaabudu labda kwake, anaanza kujifunua. Baadaye atakuja mwenyewe. Kama ni miara ya moto atajifunua. Kama ni radi imekreki kwenye wingu atajifunua, kulingana na wewe kile kiwango ulichomtafuta. Kama unamtafuta kwa bidii, atakutokea tu. Tunayekuhubiri tumemuona kwa viwango vya ajabu. Kwa hiyo tunakuambia lile jambo alilothibitisha kwetu, tunakuibia siri na wewe. Mtafute kwa bidii. Japo baraka hazijaonekana, tunaamini zitatokea. Kwa sababu ahadi alizotupa Mungu, hata kama mimi nitakufa, hata watoto watazitumia. Huyo ni Mungu. Huwa hawezi kugaili, lazima akupe kile alichokuahidi. Kwa hiyo kwa siku ya leo ninaona nimeeleza mambo mengi, muda umenitupa mkono. Labda nitakutajia tu sifa za mtu anayemtafuta Mungu kwa bidii, halafu tutazifafanua. Kama tutapata kibali siku ya kesho, basi tutaelezea. Huyu mtu, sifa ya kwanza, anapata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Mithali 3
mstari wa 4. Halafu kitu cha pili, nimeeleza kitu cha kwanza, mtu huyu anajipatia kibali mbele za Mungu. Ukienda kusoma neno la Mungu linasema ndivyo utakavyojipatia kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Tena pale anaongeza na akili. Haya, namba 2, Mungu anajifunua kwako mara kwa mara. Mtu unayemtafuta Mungu, Mungu hujifunua kwake mara kwa mara kulingana na ule urafiki. Mungu huwa anatembea, mtu wa Mungu. Ndio maana ukisoma kwa Eva na Adam walipojichafua, Mungu hakuacha kuwatembelea. Aliwatembelea kwenye nafasi yao kama kawaida, ila wao walipoona wamejichafua wakakwepa, wakatoka kwenye nafasi yao, wakati hata Mungu bado hajawahukumu. Kwa nini? Na ndio maana wanasema siku zote ukishajichafua mbele za Mungu, Mungu anakuhukumu bila wewe kujijua. Utajikuta wewe mwenyewe tu ile dhambi inakuhukumu, ile dhambi. Na ukishaona una hiyo roho ya kujihukumu kiasi hicho, ujue roho wa Mungu naye bado anaishi. Hajafa, dhamiri yako bado iko hai. Kuna wale ambao dhamiri yao ilishakufa, hawakumbuki kama walishamtenda Mungu dhambi. Yaani wao wanaona kila kitu sawa tu. Lakini yule aliye na dhamira wa Mungu akishatenda tu dhambi, Roho Mtakatifu anaingia kwanza kumsemesha. Ndio maana Eva na Adam walipojificha, Mungu aliwaambia, kwa nini mmejificha? Wakasema, tumekula tunda la katikati. Akauliza, kwa nini mmekula mti ambao niliwakataza? Akasema, huyo nyoka. Kwa hiyo wakaanza kujitetea. Lakini kitu cha kwanza, Mungu anapenda kupiga story na mtu ambaye anamtafuta kwa bidii. Ukitaka kujua Mungu anapiga story, nimekupa mfano wa Eva na Adam. Eva na Adam wamejichafua, wamekaa pembeni. Wameaminisha ya kuwa alijua bado ana ile nguvu. Kumbe Mungu alikuwa amemwacha. Nini? Ule utukufu alikuwa ameunyoa bila yeye kujua. Kwa alipounyoa ule utukufu, tunaona Samsoni akasimama, akaanza kujinyosha, ghafla akaona ile nguvu hana, hajakaa sawa, wale watu wamekuja kumfuatilia. Namba 3. Mungu anamzingira na malaika zake. Mtu anayemtafuta Mungu kila wakati, Mungu humzingira. Kila wakati anamzingira. Utasoma Zaburi 34 mstari wa 7. Namba 4, anakuwa na moto wa Roho Mtakatifu. Mtu anayemtafuta Mungu muda wote anakuwa na ule moto ambao unakaa unamkumbusha, hapa umetenda dhambi, tubu, hapa umeenda sio njia sahihi. Anakuwa na ule moto wa kumpa hofu kila wakati, anajiona yeye ni mkosefu. Kwa anakuwa ni kila wakati ni mtu wa toba. Kila wakati anatamani kufunga na kuomba. Nini kinachomfanya? Mungu anakuwa ni mtu wa kumpa maelekezo kila wakati. Na kwa kuwa kila wakati anampa maelekezo, kwa anampa ile neema ya kukaa faraga mara kwa mara, ili apate kusikiliza sauti ya Mungu, aweze kwenda kuwakilisha kwa watu wengine. Tunaenda namba 5. Mungu anasema naye kwa lugha nyepesi. Tunaona kina Eva, Mungu alisema nao kwa lugha nyepesi. Anashinda majaribu. Analipenda neno la Mungu. Anafungua. Hapa namba 7 anasema analipenda neno la Mungu na anakuwa hayuko tayari kuliacha hata kama anapita kwenye jaribu gani. Anaumwa mpaka mwisho wake atawaambia, jamani naombeeni Biblia yangu. Yaani atasoma hata mstari mmoja tu ili alisikie neno ambalo Mungu analisema la mwisho katika ule ugonjwa wake. Maana sasa nitalituma neno na neno litawatoa kwenye maangamizo. Kwa hiyo nimeweza kuwasomea hizo sifa, ziko nyingi, lakini kulingana na muda basi nimezisoma tu. Siku nikipata muda nitazifafanua kwa undani. Mungu awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu aliye juu awainulie nuru za uso wake, awafunike na wingu la utukufu wake, na malaika zake wawe pamoja nanyi. Basi acha tuombe kwa ajili ya kufunga kipindi. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa uaminifu wako. Ninakutukuza, ninakuinua mfalme wa amani. Asante kwa kuwa umenitumia kama chombo. Wala sistahili hata tone la utukufu wako. Ni neema tu iliyo ya ajabu Bwana. Nisipokuwa na wewe siwezi kunena haya niliyoyanena. Lakini kwa kuwa wewe ndio umependezwa nipande mbegu hii, nami Bwana ninalituma neno hili kwa mafuriko ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Lipite kama radi kwenye masikio ya watu.
Baba, achilia kiu ya watu kulisoma neno hili. Wakati wanapita kwenye simu, kwenye mitandao, kwenye YouTube, kwenye Facebook, Bwana, wapite kama hawajai kupita tena. Warudie mara kwa mara. Ili siku moja Mungu tuweze kuvuna matunda yaliyo safi. Na matunda haya yakapate kukaa. Baba, ninaipanda mbegu hii kwenye udongo tifutifu. Baba, ikadondoke kwenye udongo mzuri. Katika jina la Yesu Kristo, ninawabariki watu wa Marango haya. Mungu, nenda kawafunike kwa damu yako. Wafunulie nuru za uso wako. Wafunulie hii hazina iliyofichwa mahali pasiri. Ulisema tukikutumikia utatufunulia nuru na hazina zilizofichwa mahali pasiri. Baba, tufunulie kama ulivyomfunulia Sulemani. Sulemani aliomba hekima tu, lakini kuna jinsi ulijifunua kwake ukampa na baraka nyingine. Nasi Bwana, tunaomba utukumbuke usiku wa leo. Mimi pamoja na wanaonisikiliza, kila atakayesoma clip hii, nenda kambariki, maana ndio kusudi lako. Umesema alipendaye neno lako utampa thawabu. Mpe kiu ya kulisoma neno lako, mpe kiu ya kukupenda wewe. Kama ulivyosema zile heshima na utajiri vinatoka kwako, ukasema unaenda kuwajaza hazina zao, lakini sifa kuu ni kukupenda wewe na kukutafuta kwa bidii. Basi Bwana, nenda kawaonyeshe matendo makuu uliyesema katika Yeremia 33 mstari wa 2 na wa 3. Baba, nenda kawatukuze watu wako, kawape ile furaha uliyosema utajitukuza, na matendo utakayotenda umesema watu wakiwaona wataogopa, maana wewe unaogofya. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.